Njia za kisasa za uzazi wa mpango zinavyosababishia majanga kwa wanawake. Njia za kisasa za uzazi wa mpango zinavyowaletea majanga wanawake. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano, na message mbili hapa ambazo nahitaji uweze kujifunza kwa kina zaidi. Huyo kwanza anasema, samani dokta, mimi na shida ya hormone imbalance. Nilienda hospitali nikapewa dawa, mpaka leo ni siku ya 12 bado sijapata period. Nikamjibu nikamwambia, pole, hakuna dawa ya hospitalini inayorekebisha homoni, zaidi ni kutuliza tu kwa muda mfupi. Pia lazima chanzo kifahamike kwanza ndipo upewe dawa. Hii hali ina muda gani? Tukaendelea na chatting huko, nikawa nimempa utaratibu namna gani ambavyo naweza nikamwagizia dawa yangu. Lakini mwingine akaniuliza swali jingine akasema, mke wangu alikuwa anatumia uzazi wa mpango dokta, alianza na sindano, baada ya kumkataa akaja vidonge, lakini sasa hivi takriban miezi mitatu ashaanza kutumia, yani maana yake ameshaanza kutumia kuingia period, lakini hashiki ujauzito. Shida itakuwa ni nini hapo dokta? Naomba nirudie hilo swala mwisho. Anasema mke wangu alikuwa anatumia uzazi wa mpango dokta, alianza na sindano, baada ya kumkataa akaja vidonge, lakini sasa hivi takriban miezi mitatu ashaacha kutumia, lakini hashiki ujauzito. Shida itakuwa ni nini hapo dokta? Okay, of course ukija ukaangalia ni wanawake wengi sana sasa hivi wanateseka na hizi changamoto za baadhi ya njia nyingi za kisasa za uzazi wa mpango, na hormone imbalance imepelekea kwenye matatizo mengi makubwa sana ambayo wanawake wengi wanayapitia. Lakini habari mbaya ni hii hapa, hakuna mtu atakayekuambia ukweli juu ya hili. Lakini nakutana na wanawake wengine mpaka leo bado wameweka hizi njia za kisasa za uzazi wa mpango. Nichukue hatua hii kuweza kuongea na mwanaume ambaye unanitazama. Wewe ni mwanamke ambaye unatazama video hii, ukipata muda wa kumuonyesha video hii mume wako, muonyeshe hali ilikofika sasa hivi. Hata habari ya kalenda, wanawake wengi wanapata shida na wengine wanajikuta wanaingia shika ujauzito. Sasa suluhisho hapa ni nini? Naomba niweze kuliweka sawa. Suluhisho hapa ni nini ili kuweza kutatua hali hii? Suluhisho hapa ni nini ili kuweza kukabiliana na hali hii? Kama mume wako anaweza akamaliza nje, amalizie nje ili uweze kuendelea kuwa salama, badala ya kukupa kazi ya kuendelea kumeza mavidonge na mavidonge. Ni bora utumie njia hii, lakini njia ambayo haiwezi ka distract ama ikavuruga homoni zako ni njia ambayo ni ya kitanzi, ambayo wanawake wengi hawaipendi. Hii ni moja ya njia ya kisasa ambayo angalau ina uafadhali kidogo kuliko njia zingine, na tunashauri wengine waweze kuitumia. Ukiona uwezi kuweka kitanzi, maana yake ni kwamba mume wako ajitahidi aweze kumalizia nje. Hakuna option nyingine juu ya hili. Hakuna option nyingine juu ya hili kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wanawake, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wanawake wanaoteseka na changamoto hii. Tofauti na hapo itakuwa ni mbaya sana. Wanawake wengi wanateseka, wanawake wengi wanapata fibroids, wanawake wengi wanapitia changamoto nyingi sana. Kama mmebarikiwa kupata watoto 3 4, hebu ifike mahala thamini afya ya wewe mwanamke. Muone kwamba ni wa thamani na wa kipekee. Usithamini tendo la ndoa kuliko watoto ambao aliokupatia. Kwa changamoto ya hormone imbalance ambayo ni mvurugiko wa hormone, naomba tuwasiliane. Matibabu ya asili yapo. Kama umetumia sindano kwa muda mrefu, umetumia vidonge kwa muda mrefu, vimekuathiri, period haikati, wengine upati period, unataka uweze kusafisha, mirija ya uzazi imeziba, matibabu hayo yote yapo. Naomba tuwasiliane niweze kukupatia dawa. Kama uko Dar es Salaam na wakala wangu, nitakuunganisha na wakala moja kwa moja, atakupatia dawa. Lakini pia kwa wale walioko nje ya mikoa mingine yote, natuma dawa yangu kwa njia ya mabasi. Nipigie kupata maelekezo na gharama ya dawa na namna gani ambapo naweza nikukusafirishia uko uliko kwenye namba ifuatayo:
0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.